There are 3 things we must focus on: education, opportunity, and supporting each other. If we commit to these, we will succeed. Unaweza kuwa unatamani sana kuweza kuwa mahiri kuzungumza mbele ya hadhira, lakini kwa wengi ambao hawajazoea eneo hili, hupata uoga sana hata kujaribu. Sasa hebu tumia mbinu hizi au hatua 5 ili kuweka sawa eneo hili kuanzia leo, na ninaamini utapata matokeo mazuri. Jambo la kwanza, shirikisha hadhira. Kuwa mbunifu na mwepesi kutumia mifano au sentensi ambazo unaweza kuwashirikisha wale unaozungumza nao au hadhira yako, na wakaweza moja kwa moja kusema jambo ikiwa kwa pamoja au mtu mmoja mmoja. Mfano, unaweza kuuliza swali katikati ya maongezi yako, ukachagua mtu wa kujibu, au unaweza kuulizia takwimu fulani ambayo una uhakika watakuwepo wahusika kwenye hadhira yako. Mathalan, nani huwa anafanya mazoezi kila wiki? Bila shaka utapata mikono kadhaa. Au unaweza ukatembea pia ukawafuata watu walipokaa na ukazungumza na mtu mmoja mmoja. Unaweza kufanya mengi sana kwenye pointi hii. Jambo la pili, kuwa mcheshi. Mzungumzaji mzuri ni yule anayeweza kuwafanya wale anaozungumza nao wakafurahia ujumbe anaowapatia, huku akiendelea kupata elimu au ujumbe uliokusudiwa. Jitahidi sana kuwa mcheshi kwa kutupia utani wa hapa na pale, lakini unaoendana na mada yako. Epuka sana kutumia utani ulio nje kabisa ya mada, kwani hii ni rahisi sana kuwapoteza watu katika makusudio ya maongezi yako. Na pia epuka kuwa stand-up comedian, kwani utapata tafsiri tofauti kuwa hauko serious. Hii inamaanisha kuwa na ucheshi ulio na kipimo kutokana na hadhira iliyo mbele yako, na ukipatia hii, basi utafurahia sana maongezi yako popote pale utakapozungumza. Jambo la 3, kuwa na mazoezi ya kutosha. Practice makes it perfect. Usemi huu haujawahi kupitwa na wakati, kwani ni dhahiri ukishindwa kujiandaa, basi umejiandaa kushindwa. Failing to plan is planning to fail. Hakikisha una mazoezi ya kutosha ya kila siku, lakini na wakati ukiwa na shughuli maalum ya kuzungumza, basi hakikisha umeifanyia mazoezi ya kutosha mada yako kiasi kwamba inakuwa ni kitu unachokijua vizuri kuliko maelezo. Sawa? Utafurahia sana uwepo wako mbele ya watu, na watu watajifunza kwa urahisi zaidi na hawatachoka kukusikiliza kwa kuwa wewe umejiandaa vizuri. Jambo la 4, jitahidi kutengeneza mtiririko mzuri. Hakikisha unakuwa na mtiririko au mpangilio mzuri wa mada zako na pointi zote katika namna ambayo inaleta maana kwa haraka zaidi, kwani hii itafanya somo lako likumbukwe na wengi kwa muda mrefu. Usipokuwa na mpangilio mzuri, unaweza kuta pointi kadhaa zinaingiliana na baadhi ya pointi zilizopita au pointi zinazokuja, na kukufanya uonekane kama hujui unachokisema au umekariri tu. Jipange na upangilie vizuri kazi yako kabla hujapeleka kwa watu. Jambo la 5 na la mwisho kwa leo, jitahidi sana kuifahamu hadhira yako. Jambo la kuhakikisha unamfahamu vizuri unayezungumza naye ni muhimu sana, kwani mengi katika utakayoyaongea wao wataona kama umewafanyia surprise. Umejuaje walitamani kuambiwa hayo mambo ambayo umeongea? Basi niamini mimi kwamba watakupa masikio yao yote na utulivu wa hali ya juu kabisa, kwa sababu unajibu hoja ambazo ziko ndani yao kabisa. Hili unaweza lifanikisha kama utajaribu kuulizia kuhusu unazungumza na wakina nani, kwa maana ya kuwafahamu vizuri, lakini pia kama utafika mapema eneo la tukio na ukapata nafasi na wenyeji kidogo ambao ndio hadhira yako, ukakaa nao kidogo na kufahamiana nao kidogo kwa maongezi hapa na pale, kabla hujapanda kuzungumza, inaweza kukupa majibu mengi kuhusu watu wa aina gani unakwenda kuzungumza nao. Kumbuka, kila mtu hujihisi yuko sehemu salama salmini pale anapoona anasikilizwa, anaeleweka na anaheshimiwa. Naamini umepata kitu. Nini unafikiri kinatakiwa kiongezeke katika somo hili? Tafadhali niandikie kwenye comments na sisi tujifunze zaidi. Kumbuka, each one teach one. Na kama utapenda kujifunza zaidi kwa mzungumzaji mahiri na namna ambavyo ujuzi huu wa kuzungumza unaweza kukuletea kipato, tafadhali niandikie kwenye WhatsApp neno kozi ili uweze kupata taarifa za kozi maalum niliyokuandalia ili kukuboresha zaidi eneo hili la uzungumzaji. It's yours truly, Ezden Jumanne. Bye bye.